Naam, nikukaribishe katika makala maalum kuhusiana na mgogoro wa Iran na Israel, chanzo, historia na kinachoendelea. Mgogoro huu ni mgogoro uliojaa historia, dini, siasa, vita na hata maswali kuhusu salama wa dunia nzima. Swali ni moja tu, mgogoro huu unaelekea wapi? Leo tunapitia chanzo chake, sababu za msingi na kinachoendelea hadi hivi sasa. Mimi naitwa Simio Sonyo, nalifungua jamvi langu kwa sasa kukuelezea kwa kina kuhusu chimbuko la mzozo huu wa Iran na Israel na hadi ulipofikia. Muda mfupi uliopita jeshi la Marekani limefanya mashambulizi makubwa na ya kulenga kwa usahihi dhidi ya vituo vitatu muhimu vya nyuklia vya utawala wa Iran: Fordo, Natanz na Esfahan. Kila mtu amekuwa akisikia majina haya kwa miaka mingi walipokuwa wakijenga mradi huu wa maangamizi makubwa. Lengo letu lilikuwa ni kuharibu kabisa uwezo wa Iran wa kurutubisha urani na kusitisha tishio la nyuklia kutoka kwa mfadhili mkuu wa ugaidi duniani. Kwanza tuanze na historia ya uhusiano wa Iran na Israel. Tukirudi nyuma miaka ya 1950 hadi 1979, Iran ilikuwa chini ya Shah Mohammad Reza Pahlavi. Ilikuwa ni taifa rafiki kwa Israel. Walishirikiana kibiashara, mafuta na hata mafunzo ya kijeshi. Lakini kilichotokea mwaka 1979 kilibadilisha historia milele. Man dawlat tayin mikonam, man be pushtibani in millat dawlat tayin mikonam, man be wasite in ke millat mara qabul darad. Mapinduzi ya Kiislamu yakatokea, Shah akakimbilia uhamishoni, Iran ikawa chini ya Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ndipo uhasama ukaanza. Khomeini akaitangaza Israel kuwa adui wa Uislamu na mwanasheria wa Marekani. Kwa kifupi, Iran na Israel, marafiki, wakageuka kuwa maadui wa kufa na kuzikana. Lakini kwa nini Iran inaichukia Israel? Sababu ya kwanza ni sababu ya kidini. Tukichambua sababu ya kidini kwa uhasama kati ya Iran na Israel, Iran inasema Palestina ni ardhi ya Uislamu na Israel ni uvamizi wa kigeni. Hili linatokana na itikadi ya kidini na kisiasa inayotawaliwa na Uislamu wa Kishia wa Iran. Wanaamini kwamba moja, Palestina ni ardhi ya Kiislamu, yani Dar al-Islam. Kwa mujibu wa mitazamo ya Kiislamu, ardhi yoyote ambayo iliwahi kuwa chini ya dola ya Kiislamu inapaswa kubaki kuwa ya Waislamu. Palestina iliwahi kuwa sehemu ya dola ya Kiislamu tangu karne ya 7 baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuanzishwa kwa taifa la Israel mwaka 1948 kunachukuliwa na viongozi wa Iran kama uvamizi wa ardhi hiyo takatifu. Mfano wa kauli ni pamoja na kauli ya Ayatollah Ruhollah Khomeini, kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979. Alisema Israel lazima ifutwe katika ramani ya dunia. Lakini mbili ni ulinzi kwa Waislamu wa Palestina. Iran inajiona kama mtetezi wa Waislamu kote duniani, hasa wanaodhulumiwa. Kwao, Wapalestina ni ndugu zao wa Kiislamu wanaoishi chini ya kile wanachokiita mashambulizi ya kila siku ya Israel. Mfano wa matendo ni pamoja na Iran imekuwa mfadhili mkubwa wa Hamas na Islamic Jihad, makundi ya Kiislamu yanayopambana na Israel kutoka kando wa Gaza. Iran pia inaisaidia Hezbollah nchini Lebanon, kundi lenye misingi ya Kishia linalopinga kuwepo kwa Israel. Tatu ni siku ya Quds, yani Jerusalem Day. Iran iliweka siku maalum kila mwaka kwa ajili ya kupinga Israel. Siku ya Quds, Al-Quds Day, huadhimishwa kila Ijumaa ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lengo lake ni kuwaunga mkono Palestina na kupinga uwepo wa Israel. Mfano wa tukio katika maandamano ya siku ya Quds mara nyingi huwa na mabango yakiwa na maandishi kama Death to Israel,
Palestine must be free. Israel is an illegitimate entity. Nne ni kauli za viongozi wa Iran za hivi karibuni. Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa Iran kwa sasa, amesema mataifa ya Kiislamu yana wajibu wa kusaidia Palestina kwa kila njia, kijeshi, kifedha na kiroho. Kauli nyingine ni kwamba Israel si taifa, ni kitovu cha uvamizi na dhulma kwa Waislamu. Kwa kifupi, Iran haitambui uhalali wa taifa la Israel kwa misingi ya historia ya Kiislamu wa ardhi ya Palestina. 2 ni wajibu wa kidini wa kuwatetea Waislamu wanyonge, na 3 ni kujiona kama kiongozi wa ulimwengu wa Kiislamu. Sababu ya pili ni sababu ya kisiasa. Iran inapinga ushawishi wa Marekani Mashariki ya Kati, na Israel ni mshirika mkubwa wa Marekani. Hii ni sababu kuu ya kisiasa iliyojaa mgongano wa maslahi ya kimataifa, siasa za kanda na nguvu za kiuchumi na kijeshi. Tuangalie katika mambo 6. Kwanza ni chimbuko la chuki ya Iran kwa Marekani. Baada ya mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979, Iran ilikataa kabisa ushawishi wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Kiongozi wa mapinduzi Ayatollah Khamenei aliita Marekani shetani mkubwa, the great Satan. شیطان بزرگ خیلی حرف پرمغزی است. رئیس همه شیطان‌های عالم ابلیس است. اما ابلیس بنا به تصریح قرآن تنها کاری که میتواند بکند این است که انسانها رو اغوا میکنه. بیشتر از اغوا کاری نمیتوانه بکنه. انسانها رو اغوا میکنه، فریب میده، وسوسه میکنه. Iran ikaamua kupinga kila mpango wa Marekani Mashariki ya Kati, ikiwemo mpango wa kuiunga mkono Israel. Lakini 2, Israel kama kituo kikuu cha ushawishi wa Marekani. Israel ni mshirika mkubwa wa Marekani Mashariki ya Kati. Kijeshi, Marekani hutoa msaada wa dola bilioni 3 hadi 4 kwa mwaka kwa Israel. Kisiasa, Marekani hulinda maslahi ya Israel katika Umoja wa Mataifa na jukwaa la dunia. Kiintelijensia, ushirikiano mkubwa wa habari za kiusalama. Kwa hiyo kwa mtazamo wa Iran, 1 ni kupinga Israel, kupinga ushawishi wa Marekani. 2 ni kumshambulia Israel, kumpinga adui mkubwa wa Marekani. 3 ni mapambano ya kuongoza Mashariki ya Kati. Iran inalenga kuwa mhimili mkuu wa siasa na dini katika Mashariki ya Kati, lakini kuna kizuizi kikubwa. Marekani inasimama upande wa Israel. Mataifa ya Kiarabu, Saudi Arabia, UAE na kadhalika yanaanza kushirikiana na Israel kupitia mikataba ya Abraham, yani Abraham Accord, hali inaongeza chuki ya Iran. 4 ni mgogoro wa kinyuklia na Israel. Iran inatuhumiwa kutengeneza silaha za nyuklia. Marekani na Israel wanapinga kwa nguvu zote. Israel imeshawahi kutishia kushambulia vinu vya nyuklia vya Iran. Kwa Iran, huu ni ushahidi mwingine wa Israel kutumiwa na Marekani kumzuia Iran kufikia nguvu za kimataifa. 5 ni mfano halisi wa mgogoro wa kisiasa, mauaji ya Qasim Soleiman mwaka 2020. Jenerali wa kikosi cha Quds cha Iran, Qasim Soleiman, aliuawa na Marekani mwaka 2020 kwa shambulio la ndege isiyo na rubani. Irani ilimlaumu Israel kushirikiana na Marekani kwa habari za kiintelijensia. في ذلك لوجهك الكريم اللهم فاعل درجاتهم واحشرهم مع محمد وآله الطاهرين وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام. الله أكبر. الله أكبر.
اینک وداع جانسوز رهبر عزیزتر از جانمان ولی امر مسلمین جهان با مالک اشتر خیش با این شعار ابوالفضل علمدار خامنه ای نگهدار. Iran ililipa kisasi kwa kushambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Iraq. 6 ni kauli za viongozi wa Iran. Ayatollah Ali Khamenei katika kauli yake amesema Marekani inamlinda Israel kama mlinzi wake. Vita vyetu si dhidi ya Israel tu, bali dhidi ya ukoloni wa Marekani katika ardhi za Waislamu. Kwa kifupi, Israel kwa Iran, njia ya Marekani kudhibiti Mashariki ya Kati. Iran inapigana dhidi ya Israel kama njia ya kuiondoa Marekani kwenye kanda hiyo. Sababu ya 3 ni sababu ya usalama. Iran inatuhumiwa kutengeneza silaha za nyuklia. Israel inapinga vikali na kusema Iran na nyuklia hatari kwa dunia. Hii ndio sababu kuu inayofanya Israel kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran hata nje ya mipaka yake. Sababu hii imefanya mgogoro wao kufika kiwango cha karibu na vita kamili. Chanzo cha tuhuma: mpango wa nyuklia wa Iran. Iran ilianza mpango wake wa nyuklia miaka 1950 kwa msaada wa Marekani wakati wa utawala wa Shah. Baada ya mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979, Iran ikaendeleza mpango huo ikisema ni kwa matumizi ya amani, umeme, tiba pamoja na utafiti. Mataifa ya Magharibi hususan Israel na Marekani yakadai Iran inajificha nyuma ya neno amani huku ikitengeneza silaha za nyuklia kwa siri. Kwa nini Israel inahofia? Kwanza, Iran inakataa kutambua uhalali wa Israel. Lakini 2, Iran imeshatoa kauli nyingi za kutaka Israel kufutwa kwenye ramani ya dunia. Na 3, ikiwa Iran itakuwa na silaha za nyuklia, Israel inaamini itakuwa kitisho cha moja kwa moja kwa kuwepo kwa taifa la Kiyahudi duniani. Iran's rulers promised to destroy my country, murder my people. And the response from this body, the response from nearly every one of the governments represented here, has been absolutely nothing. Utter silence. Deafening silence. Kauli ya Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, alisema Iran na silaha za nyuklia si tu tishio kwa Israel, ni tishio kwa ulimwengu mzima wa ustaarabu. 3 ni ushahidi na tuhuma. Mwaka wa 2018, Israel dai kupata nyaraka za siri kutoka Iran, yani nuclear archive, zilizoonyesha mpango wa siri wa Iran kutengeneza silaha. Ripoti za IAEA, International Atomic Energy Agency, zinaonyesha Iran ilivuka mipaka ya makubaliano kwa kurutubisha uranium kwa viwango vya juu zaidi ya ilivyokubaliwa. 4 ni mkataba wa nyuklia wa Iran, JCPOA. Mwaka 2015, Iran ilisaini mkataba na mataifa makubwa pamoja na Marekani, Uingereza, Urusi, China na Ujerumani uliodhibiti mpango wake wa nyuklia. Mwaka 2018, Marekani chini ya Rais Trump ikajitoa kwenye mkataba huo. Tangu hapo, Iran imeanza kurutubisha uranium kwa kiwango kikubwa zaidi, jambo linalozua hofu kubwa kwa Israel. 5 ni mashambulizi ya siri dhidi ya mpango wa nyuklia. Israel imeshawahi kufanya mashambulizi dhidi ya vinu vya nyuklia vya Iran. Mwaka 2020, mwanasayansi mkuu wa nyuklia wa Iran, Mohsin Fakhrizadeh, aliuawa kwa shambulio linalotajwa kufanywa na Israel. Vituo vya nyuklia vya Natanz vilishambuliwa kwa mabomu na virusi vya kompyuta. Israel na Marekani walihusishwa. 6 ni hatari kwa dunia nzima. Israel na washirika wake wanasema ikiwa Iran itapata nyuklia, mashirika kama Hezbollah na Hamas yanaweza kupewa silaha hizo kwa kushambulia Israel. Lakini pia utakuwa na mbio za silaha za nyuklia Mashariki ya Kati. Saudi Arabia, Uturuki, Misri nao wataanza mpango wa kutengeneza nyuklia. Kwa kifupi, Israel inachukulia Iran kuwa na nyuklia kama swala la kuishi au kufa. Mfano wa kauli rasmi ni kauli ya Benjamin Netanyahu katika Umoja wa Mataifa. Akasema Iran ni tishio kwa mustakabali wa wanadamu. Hatuwezi kuruhusu utawala unaosema tutafute ramani ya dunia
kumiliki silaha za maangamizi ya halaiki. By next spring, at most, by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. Lakini vita hii ni vita vya wakala, yani proxy wars. Mapigano kati ya Iran na Israel hajawahi kuwa vita vya ana kwa ana. Ni vita vya kupitia vikundi vya wapiganaji, yani proxy wars. Tukianza na Lebanon, Iran inaunga mkono Hezbollah, adui mkubwa wa Israel. Gaza, Iran inasaidia Hamas na Islamic Jihad. Syria, Iran ina vikosi Syria, Israel washambulia mara kwa mara. Mwaka 2006 vita vikubwa vilitokea kati ya Hezbollah na Israel, maelfu wakapoteza maisha. Vita hivi vya Israel na Hezbollah mwaka 2006, yani Lebanon War au July War, muda ulikuwa ni Julai 12 hadi 14 Agosti mwaka 2006. Vita vilidumu kwa siku 34. Chanzo cha vita ni kwamba tarehe 12 Julai mwaka 2006, wapiganaji wa Hezbollah walivamia mpaka wa Israel na kuua askari wawili wa Israel, wateka nyara wengine wawili. Hezbollah ilisema iliwateka wanajeshi hao ili kubadilishana na wafungwa wa Lebanon waliokuwa wakishikiliwa na Israel. اطلعوا فإن حزبكم هم الكفار وجعل من أوليائكم الله أكبر. You see, many people say that the martyrdom is our aim. However, it's not the main aim. Our aim is to achieve a victory, to achieve the liberation of our land. Israel ikachukulia tukio hilo kama tangazo la vita, ikajibu kwa mashambulizi makubwa dhidi ya Lebanon. Lengo la Israel ni kuangamiza Hezbollah, lakini kwa kuwa askari waliotekwa, na pia kusitisha mashambulizi ya rocket dhidi ya Israel. Kile kilichotokea, tukianza na Israel, ilianzisha mashambulizi makubwa ya anga, baharini na nchi kavu dhidi ya Lebanon. Ililenga maeneo ya Hezbollah, lakini pia miundombinu ya kiraia kama barabara, madaraja na viwanja vya ndege viliharibiwa. Kwa upande wa Hezbollah, ilijibu kwa kurusha roketi zaidi ya 4,000 kuelekea Israel kaskazini, zikiua raia na kuharibu miji. Ilionyesha uwezo mkubwa wa kijeshi kuliko ilivyotarajiwa, ikitumia makombora ya kati, mahandaki ya chini ya ardhi na mbinu za kivita za msituni. Katika idadi ya vifo na uharibifu, watu waliokufa Lebanon, watu takriban 1200, wengi wao raia walikufa. Israel, watu takriban 165 waliuawa, wanajeshi 121, raia 44. Watu zaidi ya milioni 1 walazimika kukimbia makazi yao, hasa kusini mwa Lebanon na kaskazini mwa Israel. Uharibifu mkubwa wa miundombinu ulitokea Lebanon, madaraja, umeme, hospitali, shule pamoja na nyumba. Majibu ya dunia ni kwamba Umoja wa Mataifa ulionyesha hofu kubwa. Azimio la UN namba 1701 iliwasilishwa na vita vikakoma mnamo Agosti 14, 2006. Azimio hilo lilitaka kusitishwa kwa mapigano, kuondoka kwa Israel kutoka Lebanon, lakini pia kupeleka jeshi la UN na jeshi la serikali ya Lebanon kusimamia eneo la mpakani. Matokeo ya vita kwa Hezbollah ni kwamba ingawa walipoteza wapiganaji wengi, waliibuka kama shujaa wa upinzani kwa macho ya Waarabu na Waislamu. Walionekana kushinda kwa kuhimili mashambulizi ya jeshi kubwa kama Israel. Kwa Israel, walikosolewa sana ndani ya nchi kwa kutoleta matokeo dhahiri licha ya nguvu waliotumia. Lakini pia walishindwa kuwarudisha wanajeshi wao waliotekwa wakiwa hai. Tangu mwaka 2006, Hezbollah imejidhatiti zaidi kwa msaada wa Iran. Israel inasema Hezbollah sasa ina zaidi ya makombora 1,500 yaliyowekwa kaskazini mwa Lebanon, tisho kubwa zaidi kwa Israel.
Lakini je, hali ilivyo hivi sasa ikoje? Iran inaendelea na mpango wake wa nyuklia. Licha ya vikwazo vikali kutoka Marekani na Umoja wa Mataifa, Iran imekataa kusitisha urutubishaji wa uranium. Kwa mujibu wa ripoti ya IAEA, Iran sasa inarutubisha uranium kwa kiwango cha 60%, karibu kabisa na kiwango kinachotumika kutengeneza bomu la nyuklia. Iran inasema nyuklia yetu ni kwa matumizi ya amani, lakini Israel na Marekani hawakubaliani hata kidogo. Israel inaendelea kufanya mashambulizi ya anga Syria na Iraq. Kila wiki ndege za kivita za Israel huonekana angani zikiwalenga wanajeshi wa Iran na msafara wa silaha kwenda kwa Hezbollah. Israel haikubaliana na uwepo wa Iran kwenye mpaka wake wa kaskazini. Lakini jambo lingine ni Hezbollah nayo haipo kimya. Imeshatoa vitisho vya wazi, ikiwa Israel itavuka mstari Tel Aviv itakuwa jivu. Kwa sasa Hezbollah inakadiriwa kuwa na zaidi ya makombora 1.5 tayari kwa vita. Jambo lingine ni kwamba Marekani na mataifa ya Magharibi yana hofu kubwa. Wanaona vita kubwa inaweza kulipuka wakati wowote. Wengi wanaona huu unaweza kuwa mgogoro mkubwa zaidi Mashariki ya Kati tangu vita vya Iraq. Wakati dunia inazungumza diplomasia kwenye kambi za Umoja wa Mataifa, risasi bado zinalia Gaza, makombora bado yanapiga Lebanon, na ndege za kivita bado zinavuma Syria. Ni kana kwamba dunia imetawanyika kati ya mazungumzo na milipuko. Machafuko ya sasa ni kwamba machafuko yalianza rasmi tarehe 13 Juni mwaka 2025 pale Israel ilipozindua operesheni ya anga kuelekea vituo vya Iran vilivyohusiana na nyuklia, IRGC na mifumo ya kombora. Operesheni hiyo ilifuatiwa na mashambulizi ya mitambo ya Mossad ndani ya ardhi ya Iran, ikiwa ni pamoja na kutumia drones katika miundombinu ya kombora. Tukiangalia uharibifu pamoja na vifo, tukianza na Iran, tangu Juni 13, majeruhi pamoja na vifo ni takriban 430 hadi 657. Shirika la afya la Iran limeorodhesha vifo 430, majeruhi 3500. Shirika lisilo la kiserikali Human Rights Activist linaonyesha vifo 657, 263 vya raia na zaidi ya 2000 majeruhi. Uharibifu umefikia vituo vya kijeshi pamoja na nyuklia, Natanz, Bushehr, Esfahan pamoja na Arak, nyumba za raia na mitambo ya RGC. Katika upande wa Israel, upigaji wa makombora ya Iran uliua watu 24 pamoja na majeruhi 240 walioko hospitali. Kituo cha hospitali cha Soroka katika Beersheba kilishtakiwa moja ya mashambulizi ya kombora, kitu kilichosababisha majeruhi na uharibifu mkubwa. Lakini uingiliaji na matamko ya kimataifa yakoje? THT UN kupitia Guterres
imeongeza wito wa amani. IAEA imeonya kuhusu hatari ya mionzi ikiwa kituo cha Bushehri kitalengwa. OIC, miungano ya nchi za Kiislamu, ilikutana Istanbul ikitaka kusimamishwa mapigano. EU, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani zinajaribu kuendeleza midomo ya kidiplomasia mkutano wa Geneva wa tarehe 20 Juni. Russia pamoja na China zimekosoa vikali mashambulizi ya Israel zikitaka amani. Marekani kupitia kwa Rais Trump imeweka hatari ya kuingilia, ikiahidi majibu ikiwa Iran haitokubali kusitisha mapigano au kuacha kujikuza kinyuklia. Katika upande wa uingiliaji wa maboresho ya kijeshi, Marekani imeondoa ndege zaidi ya 40 kutoka Qatar Al Udeid, ikihamasisha baadhi ya nguvu zake kwenda Ulaya. Kikosi cha carrier USS Nimitz kinatarajiwa kufika eneo hili mwishoni mwa Juni 22. Katika upande wa mtazamo wa siasa na diplomasia, Iran imesema haiko tayari kuzungumza na Marekani hadi mapigano yaweke uhai. Ufaransa, Ujerumani, UK na EU bado wana hamu ya mazungumzo ya nyuklia. Israel inasema inalenga kuondoa tishio la nyuklia la Iran, inaunga mkono kwa kutumia nguvu hadi linapigwa chini. Uchambuzi unaonya kuwa Israel inaweza kushindwa kufikia malengo makubwa yasiyopimika na uingiliaji wa Marekani unaweza kusababisha maafa makubwa. Na sasa tukiangazia mashambulizi ya Marekani dhidi ya vinu vya nyuklia vya Iran, matamko ya viongozi wakuu wa mataifa husika, hali ya sasa mapigano na matarajio ya amani ya kudumu. Tarehe 22 Juni mwaka 2025, Marekani ilianzisha operation maalum Midnight Hammer ikilenga vinu vya nyuklia vya Fordo, Natanz na Isfahan. Mabomu ya kisasa aina ya Bunker Buster yalitumika kuvuruga miundombinu ya nyuklia ya Iran. Marekani ilidai mashambulizi hayo yalilenga kuzuia utengenezaji wa silaha za nyuklia, huku taarifa za kijasusi zikionyesha kuwa Iran inaweza kurejea haraka kwenye mradi wake. Muda mfupi uliopita jeshi la Marekani limefanya mashambulizi makubwa na ya kulenga kwa usahihi dhidi ya vituo vitatu muhimu vya nyuklia vya utawala wa Iran: Fordo, Natanz na Isfahan. Kila mtu amekuwa akisikia majina haya kwa miaka mingi walipokuwa wakijenga mradi huu wa maangamizi makubwa. Lengo letu lilikuwa ni kuharibu kabisa uwezo wa Iran wa kurutubisha urani na kusitisha tishio la nyuklia kutoka kwa mfadhili mkuu wa ugaidi duniani. Bila kuficha, ninaweza kuripoti kwa dunia kwamba mashambulizi haya yamekuwa mafanikio ya ajabu kijeshi. Vituo vikuu vya urutubishaji nyuklia vya Iran vimeharibiwa kabisa na kikamilifu. Iran, ambaye kwa muda mrefu amekuwa utawala wa mabavu wa Mashariki ya Kati, sasa analazimika kutafuta amani. La sivyo, mashambulizi yajayo yatakuwa makubwa zaidi na rahisi zaidi. Kwa miaka 40, Iran imekuwa ikisema kifo kwa Marekani, kifo kwa Israel. Wamekuwa wakiwa watu wetu, wakiwalipua mikono na miguu kwa mabomu yaliyowekwa barabarani. Hilo ndilo lilikuwa maalum kwao. Tumepoteza zaidi ya watu 1,000 na mamia maelfu kote Mashariki ya Kati na duniani wamekufa kwa sababu ya chuki zao. Hasa wengi waliuawa kwa mikono ya jenerali wao Qasem Soleimani. Niliamua kitambo kwamba sintaruhusu jambo hili liendelee, na sintaruhusu liendelee. Napenda kumshukuru na kumpongeza Waziri Mkuu Bwana Netanyahu. Tumefanya kazi kama timu, labda hakuna timu nyingine iliyowahi kufanya kazi kwa ushirikiano kama huu kabla. Na tumepiga hatua kubwa kuelekea kufuta tishio hili baya kwa Israel. Nataka pia kushukuru jeshi la Israel kwa kazi nzuri waliyofanya. Na muhimu zaidi, nataka kuwapongeza wazalendo wa Marekani walioapa kwa mashine zile nzuri usiku wa leo. Na pia jeshi lote la Marekani kwa operesheni ambayo ni haijawahi kushuhudia kwa miongo mingi sana. Natumai hatuhitaji tena huduma zao kwa namna hii. Natumai itakuwa hivyo. Pia nataka kumpongeza mwenyekiti wa wakuu wa majeshi Jenerali Dan Resekan, jenerali wa kipekee, na wote waliotoa mchango mkubwa wa kijeshi katika mashambulizi haya. Pamoja na yote hayo kusemwa, hali hii haiwezi kuendelea.
kutakuwa na amani au kutakuwa na maafa kwa Iran makubwa zaidi kuliko yote tuliyoona katika siku hizi 8 zilizopita. Kumbukeni, bado kuna malengo mengi yaliyobaki. Mashambulizi ya usiku huu yalikuwa magumu zaidi kuliko yote na huenda ndio yenye madhara zaidi, lakini ikiwa amani haitapatikana haraka, tutashambulia malengo mengine kwa usahihi, kasi na ustadi mkubwa. Malengo mengi yanaweza kuangamizwa ndani ya dakika chache tu. Hakuna jeshi duniani ambalo lingeweza kufanya kile tulichokifanya leo usiku. Hakuna hata lililokaribia. Hakujawahi kuwepo jeshi lililoweza kufanya kile kilichotokea hivi punde. Kesho, General Kane, waziri wa ulinzi Peter Hegseth watakuwa na mkutano na waandishi wa habari saa 2 asubuhi huko Pentagon. Na napenda kumshukuru kila mmoja, na zaidi ya yote Mungu. Nataka kusema tunakupenda Mungu na tunalipenda jeshi letu kubwa. Walinde. Mungu ibariki Mashariki ya Kati. Mungu ibariki Israel. Thank you very much. Tukiangalia kuhusiana na matamko ya viongozi mbalimbali wa Israel na Iran, tukianza na matamko ya viongozi wa Israel, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu aliita operesheni hiyo kuwa ushindi wa kihistoria. Israel ilisema imeharibu makombora 20,000 ya Iran yaliyoelekezwa dhidi yake. Hili ndilo ndoto ya Israel. Nimefurahi sana kuwa nanyi leo. Hii si hadithi, hii si simulizi, bali ni mfano wa kweli. Hii ni njia ya kufanya ulimwengu kuwa mahali bora zaidi. Na kama unataka kuishi maisha bora, basi unapaswa kuyaishi. Lakini bila uchi huwezi kuishi maisha bora. Unahitaji nchi iliyo na misingi imara ili uishi maisha yenye thamani. Jina langu ni Teresa Nahumar. Mimi ni mwanafunzi wa jeshi la taifa la Israel, na sintoangusha hata katika nyakati za changamoto. Tupo katikati ya Israel na hatutakubali kubaki kimya au kutochukua hatua. Kama sisi ni Israel, basi takuwa kama viongozi wakuu waliokuwa chini ya utawala wa Trump, rais wa Israel, na pia Marekani itakuwa mshirika wetu mkuu. Ikiwa tutafanya lolote, basi hatuwezi kukaa kimya. Hatutaweza kufanya chochote kinyume na dhamira yetu. Sisi ni historia. Sisi ni sisi wenyewe. Nimefurahi sana kuwa hapa nanyi leo. Nimefurahi sana kuwa hapa. Nimefurahi kuwa hapa nanyi leo. Nimefurahi sana. ואני מודה לו מאוד על עבודתנו המשותפת. יש לכך השלכות אדירות על הביטחון הלאומי של ישראל, על הביטחון של כל אחד ואחד מכם ושל הילדים שלכם והנכדים שלכם. Kuhusiana na matamko ya viongozi wa Iran ni kwamba Rais Masoud Pezeshkian alisema mashambulizi yameleta umuhimu wa kushikamana kama taifa. Iran ilirushia Marekani makombora kuelekea kambi ya Al Udeid huko Qatar bila vifo kuripotiwa. Katika kukabiliana na hali hiyo, Qatar bado inaendeleza sera yake kwa kadri ya uwezo wake. Tangu siku ya kwanza, mashambulizi ya Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yalifanyika. Kulikuwepo na mawasiliano kwa njia ya simu kati ya wana wa kifalme. Simu ilipigwa kati ya rais wa Iran na kiongozi wa nchi nyingine. Waziri wa mambo ya nje alitaja kuwa Iran iko tayari kwa amani, lakini haitavumilia matusi tena. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, distinguished delegates. Mheshimiwa Rais, wajumbe mashuhuri, mimi ni Sayyid Abbas Araj, waziri wa mambo ya nje wa Iran, taifa linalopenda amani, lililo mrithi wa mojawapo ya ustaarabu za kale zaidi ambazo zimechangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya ustaarabu wa mwanadamu, utamaduni na maadili. Sasa taifa hili lenye watu takribani milioni 100 lakabiliwa na kitendo cha uchokozi wa wazi kutoka kwa utawala ambao kwa miaka 2 iliyopita imehusika katika mauaji ya kimbari ya kutisha
huko Palestina na ambao unakalia kwa mabavu ardhi ya nchi jirani. Mabibi na mabwana, nimesimama mbele ya chombo hiki tukufu kukumbusheni jukumu la kisheria na kimaadili ambalo kila mwanachama na mchangiaji wa Baraza la Haki za Binadamu analo, kusimama dhidi ya dhuluma hii kubwa. Israel imeanzisha uvamizi bila kichocheo dhidi ya Iran, ukiukwaji mkubwa wa kifungu cha 2 aya 4 ya mkataba wa Umoja Mataifa, na kwa dharau kubwa dhidi ya misingi yote na kanuni ambazo baraza hili linazisimamia. Hii ni vita isiyo ya haki iliyoanzishwa dhidi ya watu wangu kuanzia alfajiri ya siku ya Ijumaa tarehe 13 Juni, wakati ambapo Israel ilitekeleza mchanganyiko wa operation haram na za jinai dhidi ya wanajeshi waliokuwa mapumzikoni, maprofesa wa vyuo vikuu na raia wa kawaida. Mamia wa Iran wenzangu wameuawa na kujeruhiwa kufuatia mashambulio ya ghafla ya Israel na operation za kigaidi dhidi ya maeneo ya makazi, miundombinu ya umma, hospitali, vituo vya afya, na bila kusahau wizara ya mambo ya nje yenyewe. Vituo vyetu vya amani vya nyuklia vimekuwa vikilengwa licha ya kuwa viko chini ya ukaguzi wa kina wa IAEA, na licha ya ukweli kwamba kushambulia vituo kama hivi kuna katazwa kabisa chini ya sheria ya kimataifa. Mashambulizi ya Israel dhidi ya vituo vya nyuklia ni uhalifu mkubwa wa kivita, hasa ikizingatiwa pia hatari ya maafa ya mazingira na afya kutokana na kutoka kwa mionzi. Mheshimiwa Rais, Iran, mwanachama mwanzilishi wa mfumo wa Umoja Mataifa, inatarajia haki kwa kila mmoja wenu kusimama kwa ajili ya haki, utawala wa sheria na misingi ya ubinadamu na maadili. Iran iko chini ya kitendo cha ukandamizaji usio na huruma. Hili ni ukweli ulio wazi sana, usiotakiwa kugeuzwa na Israel na wafuasi wake. Mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran hayawezi na hayapaswi kuhalalishwa kwa viwango vyovyote vya kisheria au maadili. Uhalishaji wowote wa vita hivi visivyo haki na vya jinai utakuwa sawa na kushiriki dhambi hiyo. Iran inajiandaa dhidi ya ukandamizaji wa kikatili. Tuna haki, jukumu na nia thabiti ya kulinda uhuru wetu wa nchi, ushawishi wa taifa na usalama kwa nguvu zote. Hii ni haki yetu asili, pia inatambuliwa wazi chini ya kifungu cha 51 cha katiba ya Umoja Mataifa. Wapendwa wenzangu, amani na utawala wa sheria viko katika hatari kubwa kutokana na uvamizi haramu wa Israel dhidi ya Iran. Israel is committing war crimes and crimes against humanity. Na tukiangalia kuanza kwa mazungumzo ya kusitisha mapigano, mashauriano ya dharura yalifanywa kwa njia ya simu kati ya Trump, Netanyahu na maofisa wa Iran. Marekani kupitia Qatar ilishawishi pande zote mbili kusimamisha mashambulizi. Tarehe 24 Juni, makubaliano ya kusitisha mapigano, yani ceasefire, yalitangazwa rasmi. Lakini hata hivyo, pamoja na makubaliano hayo ya kusitisha mapigano, Israel ilishambulia Iran, hali iliyomchafua Rais Donald Trump wa Marekani na kutoa kauli hii. Sidhani hivyo, lakini sifurahishwi na kwamba Israel sasa imetoka. Kulikuwa na kombora moja ambalo naamini lilirushwa kimakosa. Lilirushwa baada ya muda wa makubaliano kwisha na halikufikia hata lilipolengwa. Na sasa Israel inajiondoa. Hawa jamaa wanatakiwa tulie. Ni upuuzi. Sifurahishwa na vitu vingi vilivyoviona. Sifurahishwa na jinsi Israel ilivyoshambulia mara moja baada ya kufikia makubaliano. Hawakulazimika kufanya hivyo. Na sifurahishwa na jinsi mashambulizi ya kulipiza kisasi yalivyokuwa makali sana. Lakini kwa haki kabisa ni kwamba Israel ilishambulia sana. Na sasa nasikia Israel imejitoa kwa sababu walihisi makubaliano yamekiukwa kwa moja ambalo hata halikugonga. Hayo sio mambo tunayotaka. Nakwambia, kauli hiyo ya Donald Trump inaonekana kutolewa katika muktadha wa kukosoa hatua za Israel baada ya kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Iran au wapinzani wake, ambayo pengine yalihusisha usaidizi wa Marekani katika kuyafanikisha. Nini sababu ya Rais Donald Trump kutoa kauli hiyo? Kwanza ni kukosoa kukiukwa kwa makubaliano mara tu baada ya kutiwa saini. Trump alieleza kutoridhishwa kwake na hatua ya Israel ya
kushambulia mara tu baada ya makubaliano kufikiwa. Kwa maoni yake, Israel hawakulazimika kushambulia, na hilo lilionekana kama kutoheshimu uaminifu na makubaliano ya amani. Lakini mbili, kutoelewa kwa nini kombora moja lilipotea lizingatiwe kama ukiukwaji mkubwa. Trump alisema kuwa kombora moja lililorushwa na kupotoka lengo halikustahili kuonekana kama kosa kubwa lilovunja mkataba kwa sababu halikusababisha uharibifu wowote wala halikuwa la kimakusudi. Lakini tatu, kutaka pande zote ziwe na utulivu wa busara. Trump alitaja hatua ya Israel kama ridiculous, ya kipuuzi, akisisitiza kuwa Israel inapaswa kujizuia na kuwa na utulivu badala ya kufanya mashambulizi makubwa kwa sababu ya tukio dogo. Lakini nne, kujihusisha na mafanikio ya makubaliano kutaka yaheshimiwe. Kama mtu aliyesaidia kusukuma makubaliano kusitisha mapigano, Trump alijiona kama mwezeshaji wa amani, hivyo alitaka kuona pande zote zinaheshimu makubaliano hayo na hakutaka kazi yake ipuzwe kwa hatua zisizo na uvumilivu. Tukiangalia katika hali ya sasa ya mapigano ni kwamba kwa sasa hakuna mashambulizi mapya kuripotiwa kutoka pande zote mbili. Iran imesitisha mashambulizi ya moja kwa moja huku ikiimarisha ulinzi wake wa ndani. Israel imekuwa ikifuatilia kwa karibu harakati za kijeshi za Iran. Umoja wa Ulaya na UN wanataka kuanzisha mazungumzo ya muda mrefu ya amani. Na sasa tuangalie takwimu za uharibifu na vifo. Tukianza na Iran ni kwamba vifo vya kiraia kati ya 610 hadi 974, wengi kutoka maeneo ya karibu na vinu vilivyoshambuliwa. Katika upande wa Israel, vifo 28, wengi wao raia waliouawa na makombora ya kulipiza kisasi kutoka Iran. Uharibifu mkubwa ulitokea kwenye miundombinu ya nyuklia, barabara na vituo vya kijeshi. Kwa nini vifo vya Iran ni vingi zaidi kuliko Israel? Hilo ni swali ambalo unaweza ukajiuliza. Msikilizaji, kabla hatujaingia kwenye hitimisho la makala yetu, hebu sasa tuangalie jambo ambalo limezua maswali mengi kutoka kwa wachambuzi na wananchi. Kwa nini Iran imepoteza watu wengi zaidi katika mzozo huu ukilinganisha na Israel? Moja ni kwamba Israel ina mfumo ulinzi wa hewa wa kisasa, yani Iron Dome. Iron Dome ni mfumo ulinzi wa anga unaobaini na kulipua makombora yanayokuja kabla haijafika ardhini. Wakati Iran ilirushia Israel makombora, karibu yote yalidunguliwa angani. Hii ililinda maisha ya raia na kupunguza madhara kwa miundombinu ya kiraia. Lakini mbili, Iran ilishambuliwa kwa mabomu ya kisasa na ya moja kwa moja. Mashambulizi ya Marekani dhidi ya vinu vya nyuklia vya Iran yalitumia mabomu makubwa ya bunker buster bombs yaliyopenya ardhini na kulipuka maeneo yenye watu. Vituo kama Fordo, Natanz na Isfahan vilikuwa karibu na makazi ya raia. Hii ilisababisha vifo vingi vya watu wasiokuwa na silaha, hasa wafanyakazi wa sekta ya nishati au wananchi wa kawaida. Lakini tatu ni maeneo yaliyolengwa na kuepukika kwa Israel. Iran haikushambulia maeneo ya kijeshi makubwa ya Israel kwa ufanisi. Baadhi ya makombora yake yalianguka nje ya lengo. Vituo vya kijeshi vya Marekani kama Al Udeid huko Qatar vililengwa, lakini mashambulizi hayakusababisha vifo. Iran ina silaha nzito, lakini teknolojia ya uongozaji wa makombora haijalingana na Israel au Marekani. Nne ni athari ya upinzani wa kimataifa. Marekani na washirika wake walionya Iran kabla ya mashambulizi makubwa, hatua iliyowezesha baadhi ya raia kuondolewa maeneo ya hatari. Mashinikizo kutoka Qatar, Umoja wa Ulaya na UN yalisaidia kupunguza mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Israel. Lakini tano ni ushahidi wa kijasusi na tahadhari. Israel ilikuwa tayari kwa mashambulizi na ilichukua hatua za kinga mapema. Iran kwa upande mwingine haikutarajia mashambulizi ya moja kwa moja kutoka Marekani kwa kiwango hicho, hivyo haikuwa imejiandaa vizuri kulinda raia wake. Kwa hivyo tofauti ya vifo kati ya Iran na Israel inachangiwa na tofauti ya teknolojia ya ulinzi, ufanisi wa mashambulizi, aina ya silaha na maeneo yaliyolengwa, na maandalizi ya kila taifa kijeshi na kijamii. Tukielekea kuhitimisha, tuangalie mtazamo wa mbele.
Japokuwa hali kwa sasa imekuwa tulivu, mivutano bado ipo. Marekani inapanga kufanya mazungumzo ya kidiplomasia na Iran. Iran imeonya kuwa haitakubali shinikizo la nje kwa mradi wake wa nyuklia. Umoja wa Mataifa unapendekeza mkutano wa kimataifa kuzungumzia amani ya kudumu Mashariki ya Kati. Kwa sasa hali ya mapigano kati ya Iran na Israel imetulia, lakini mvutano wa ndani na nje bado unatikisa diplomasia ya kimataifa. Je, amani ya kweli inaweza kupatikana? Hilo ni swali ambalo dunia nzima inatafakari. Mimi naitwa Simio Sonyo. Asante kwa kufuatilia makala haya.